Mkuu wa Mkoa wa Kusini Unguja Hamida Musa Hamisi, ambaye pia ni mwenyekiti wa Kamati ya Ulinzi na Usalama mkoa huo, amefanya kikao cha pamoja baina ya kamati za ulinzi na usalama ya mkoa wa wilaya pamoja na kamati ya ulinzi na usalama ya bandari ya Zanzibar na mamlaka ya usafirishaji baharini Zanzibar ZMA, chenye lengo ya kuongeza wigo wa kushirikiana na kuweka mikakati ya kuzuia uingiaji na utoaji wa watu unaofanywa kupitia bandari zisizo rasmi katika mkoa wa Kusini Unguja. Akiwa katika kikao hicho, RC Hamida akasema kamati ya usalama ya mkoa kwa kushirikiana na kamati za wilaya zitahakikisha zinaimarisha ulinzi katika maeneo yote, hususan ukanda wa bahari. Kutokana na uwepo wa bandari hizo, yapo mambo mengi ambayo yanafanyika kinyume na taratibu. Sasa kwa ukubwa wake tuliona kuna haja leo tukutane ili tuweze kubadilishana uzoefu na kuweka mikakati madhubuti ya pamoja baina ya kamati zetu za usalama mkoa pamoja na kamati ya usalama ya bandari, ili tuweze timu zetu kuweza kufanya kazi kwa pamoja. Tunafahamu changamoto ya mambo haya. Yapo mambo mengi yanafanyika, kuna biashara za magendo, kuna wananchi kuvuka upande mmoja kwenda upande mwingine pasipo kufuata taratibu, lakini kuna shughuli zingine za kijamii ambazo zinafanywa kwenye yale maeneo na zinahatarisha au zinaonyesha viashiria vya uvunjifu wa amani. Sasa tukiwa wenye dhamana ya kusimamia usalama katika engo hizi, kwetu sisi kamati za mkoa huu, manake tuna jukumu la pamoja, lakini kupitia nyie tuna lile jukumu la kuangalia mwenendo wa uingiaji na utokaji kwenye eneo letu la bahari. Sasa hivi tuna hofu hiyo, na ni vyema kwa sababu taarifa yoyote kwa kamati za usalama ni kazi ambazo tunatakiwa tuzichukulie hatua. Kwa hiyo tumejiweka katika hali ya utayari wa kwamba tunaona maeneo yetu yanabaki kuwa salama, na usalama ule yawezekana sisi kwa humu ndani tukajiona tuko salama, lakini kuna kuingia na kutoka. Wapo ambao wanaingia katika hali ya kawaida, wapo wanaingia kama wavuvi, wapo wanaingia kama wanaleta tu mizigo yao mingine. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tunatakiwa tukae pamoja tuyajadili na tuyachukulie hatua kwa pamoja, kwa sababu inawezekana tukaona jambo dogo na lisiwe kubwa. Tulikuwa tunaelezana na kamati ya usalama mkoa karibuni kwamba inakuwaje mtu anapitisha pumba za chakula cha kuku kutoka nje ya Zanzibar na hazilipiwi pesa nyingi. Ana hofu gani ya kushushia bandarini aje ashushie ukuuzi au ashushie hapo Bungi? Lazima kutakuwa kuna vitu vingine pengine anaficha. Kwa hiyo haya yote tunatakiwa tushirikiane sisi kamati za usalama, lakini pia na taasisi nyingine ambazo zinahusika kwa namna moja au nyingine. Mkurugenzi wa idara ya ulinzi na usalama ya shirika la bandari Zanzibar Usi Mshimba Mbaruk na afisa mkaguzi wa meli mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar ZMA Adam Ame Msaraka hapa wamesema tulikuwa tuna kikao na kamati ya ulinzi na usalama ya shirika la bandari pamoja na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Kusini pamoja na kamati za ulinzi za wilaya ya Kati pamoja na wilaya ya Kusini. Lengo na mazumuni ni ushirikiano katika kuhakikisha kwamba waingiaji wote wa Zanzibar wanakuwa wanaingia kwa njia ambazo rasmi zinatambulika rasmi kiserikali na kisheria, ili kudhibiti mianya ya kupitia watu katika bandari bubu. Kwa hiyo tumezungumza na tumebadilishana uzoefu kwenye mambo haya ya usafirishaji wa mizigo na watu. Kwa sasa mkoa wa Kusini hatuna bandari iliyokuwa rasmi. Kwa hiyo inawezekana ikawa inatumika mialo mingi bandari bubu kusafiria kutoka nje ya Zanzibar na kuingia Zanzibar. Hilo ni marufuku kisheria. Kwa hiyo tunawaomba wananchi wote wa mkoa wa Kusini watumie bandari rasmi kwa sasa ambayo ni Malindi, mpaka pale ambapo mchakato utakapomalizika kujenga bandari ya Kizimkazi watatumia bandari yao rasmi ya Kizimkazi. Huo ndio wito wangu kwa wananchi wote wa mkoa wa Kusini waweze kutumia bandari ya Malindi kwa sasa. Kwa hiyo hii inaweza ikasaidia kupunguza uingiaji labda wa bidhaa za haramu katika mkoa wetu, na unajua hichi ambacho kinaingia kwenye nchi yetu ndio ambacho kinaenda kuathiri watoto wetu, kwa sababu kiingia manake watumizi wakubwa ambao watakotumia ni jamii yetu,
na wengine wasirika ni jamii yetu. Kwa hiyo tukemee maswali kama haya, tushirikiane, kwa sababu maswali haya hatuwezi kufanya sisi serikali kama serikali. Tufanye kwa pamoja, serikali moja na wananchi wake, ili tuweze kuhakikisha hili swala linaondoka katika mkoa wetu Kusini. Insect, hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mimi ni Subira Salu.